Nitawakomesha. Nitawakomesha. Kwa yaliyotokea siku ile, naona kabisa mahusiano yetu ni bora yafe, kwa maana kakako hahitaji kabisa mahusiano yangu mimi na wewe akiona yanaendelea. Naomba haya mahusiano yafike kikomo tu. Hivi unachokiongea unakisikia au unaongea tu ili mradi neno limekutoka kinywani mwako, si ndio? Hivi unajua kuwa nimeacha ndoa yangu kwa sababu yako wewe? Nimevunja ndoa yangu kwa mikono yangu miwili kwa sababu ya wewe, mume ambaye amenilipia mahali, mume ambaye amekuja nyumbani kupiga goti kuomba anioe. Nimemuacha kwa sababu ya kwako wewe. Afu kirahisi tu unaniambia tuachane. Kwa sababu ipi ya kufanya mimi na wewe tuachane? Ili au kuna lingine? Sababu na imani unaifahamu. Kwa sababu kakako amekuwa ndo changamoto kubwa sana katika mahusiano yetu. Hahitaji kabisa swala la mahusiano mimi na wewe yakiona linaendelea. Yaani hahitaji. Je, nikuulize swali. Leo hii nikafanya kitu chochote kile ili kudumisha mahusiano yetu mimi na wewe yaendelee, nikaja nikakuoa. Hivi unahisi utakapokuja kupata tatizo ndani ya ndoa, kakaako kweli anaweza akawa msaada kwetu sisi? Huoni kuwa kakaako hatakuwa pamoja na sisi? Naomba kali fikirie hili. Na ndio maana nahitaji niyavunje ya mahusiano. Hilo mimi sikubaliane nalo. Hata kidogo aliwezi kuingia kichwani mwangu kusema swala niachane na wewe. Bora labda ungeniambia, Chioma, chukua sumu unywe ufe, nisikuone kwenye hii dunia, ningekubali kilo safi kuliko kuniambia mimi niachane na wewe, swala ambazo aliwezi kutokea. Hivi wewe na kakaangu mna matatizo gani? Au mnagombania nini hasa kikubwa? Ni hili ambalo linafanya yeye akuchukia, au kuna siri hapa katikati ambayo mimi sielewi? Kuna jambo ambalo mnalificha ambalo mimi silielewi, si ndio? Kumbe Kimudu anatafuta anafia kwa mpenzi wangu mimi. Mbona ni mtihani? Yaani kila nikitafakari jinsi ya kumsaidia sipati majibu. Nifanye nini ili nimtoe katika umkenge? Tukamfikie kupoteza ushahidi. Ngoja nimtafute nimpe liwazo. Kama ataliafiki itakuwa vizuri, maana sina jinsi. Shida nini? Yaani sisi tukuna tangu muda ule. Ina maana sisi tunapiga hodi au tusikii? Dharau au sio? Hapana mama, sio dharau. Mimi nilikuwa ndani humu, nimewasia ndio maana nimetoka. Shida nini kwani mwamu? Dada ipo wapi? Mwamu, dada yako bado sijampata. Na ningempata basi ningekuja kutoa taarifa. Oh boy, bora mcheleweshe huyu. Mimi na kaka yako hakuna chochote kile kinachoendelea, ila kaka yako ndo ana chuki binafsi na mimi. Kaka yako ndo hahitaji ya mahusiano yaendelee, hayataki hata kidogo. Najaribu kufanya kila kitu, najaribu kupambania kwa kila hali ili niwe na wewe,
lakini kaka yako hahitaji. Unahisi ningefanya nini au nifanye nini? Nahisi maamuzi yangu kama yamefika mwisho. Mimi siwezi kuachana na wewe eti kisa kaka amesema au kaka anataka iwe hivyo. Kumbuka tulipotoka, mimi na wewe tumetoka mbali sana kwenye mapenzi yetu. Tumefanya mengi sana mabaya na mazuri kwenye mapenzi yetu mpaka hapa tunapofika. Litushinda hili dogo Tumepambania vingapi? Tumepambania mangapi? Hili dogo hata mtoto mdogo anaweza kulimudu, ndio litushinde mimi na wewe Hilo swala haliwezekani. Hapa mimi yani siwezi kukuacha kabisa, siwezi kukuacha uende mpaka tujue mwafaka. Okay, nimeelewa. Acha nipambane kwa kila jambo. Acha nijue na feel vipi kwa hili tatizo ili niweze kulitatua. Naomba kuwa na amani, relax. Nipe kamuda kadogo tu. Ni majibu. Sawa mpenzi. Sawa, nimekuelewa. Na najua labda inawezekana naweza kufanya hivyo au ukawahi au ukachelewa. Ila nikutahadharishe kitu. Kama unafanya hayo majambo yako, fanya haraka haraka. Maana hata kaka pia na yeye amesema ataniwezesha kwa mwanaume mwingine. Sawa. Mimi nitapambana na nitapigania kwa kila hali. Na imani tutapata tu suluhisho la hili jambo. Na yote yatakaa sawa. Naomba usinikatie tamaa. Nipe muda kidogo ili nijue nifanye nini. Na usiseme tu hivyo alafu kwa sababu tu utaniacha mimi hapa. Kama unasema ukweli basi ufanye tu ukweli haraka haraka. Niamini. Suluhisho linapatikana. Ondoa wasiwasi juu yangu. Kweli. Nitajua nifanye nini. Ni kweli mpenzi wangu. Siwezi kudanganya. Sawa? Nakupenda. Nakupenda pia. Na hayo ndio maneno ambayo nilikuwa nataka kuyasikia kutoka kwa mpenzi wangu wa zamani. Dunia itambue wewe kwangu mimi, na kama huamini sema mfanye nini. Nimefika kwako mkaliaini, baby nielewe. Unana nishakupa mwili na roho, tena ushaubeba na moyo. Ona kwako nilivyo loyo, ukiniacha nitaumbuka. Ukiwa mbali nami napata homa, kwenye mawazo yangu umo. Ni wewe tu mwingine no, ukiniacha nitaumbuka. Mambo yanafanya hivyo lakini sikiza nikwambie. Hizi nguo unazovaa sio kama napenda. Kweli naona. Lakini nimekuwa katika harakati za dada. Sasa basi. Dada yangu apatikane. Na kama hivyo ndani nimtoe. Hapana mama, mimi sijamuona dada mpaka leo. Na mimi bado namtafuta. Ni kama ningemuona, ningekuja kupata taarifa mama wangu. Shida nini mambo unifanyia hivi hapo unilalisha mamu? Wanipiga na kuniumiza. Sikiliza boy, umeona mwanangu huyu? Kavaa kijora, au sio bwana? Yaani dada yetu kama hujamuona, kichwa chako kitakuwa lali yetu. Si umeelewa? Kama ujue. Alafu lingine. Nikija tena kama dada sijamkuta, utavaa sketi. Tuambe feto. Tuambe. Tuambe feto. Tuambe. Mambo. Hivi una umri gani? Na miaka 15. Una miaka 15. Ndio unaniambia mimi mambo. Hata aibu hauoni. Hivi nyumbani kwenu hamna watu wazima Ukiniangalia mimi na wewe tunaweza tukalingana miaka 15, si hivi tu nikuzae wewe. Unaniambia kabisa mambo. Kiushujaa kabisa. Haya. Nasikia umeachika kwa sababu ya Daso. Kwa hiyo unatakaje yani labda kama nimevunja ndoa yangu kwa sababu ya Daso, Dasa, Dese, Disi, Doso, Dusu. Wewe unataka nini yani labda? Mimi nataka tu nifahamu. Alafu sasa ukishapata uhakika ndio ushapata sasa uhakika. Umejua mimi nimevunja ndoa yangu kwa sababu ya Daso, ushapata sasa huo uhakika. Unaupeleka wapi? Nipe tu uhakika. Kwa hiyo
Wewe kazi yako ni kukaa mtaani kuchunguza mambo ya watu. Yaani moyo wako umekaa unakufanya muda wote hivi uchunguze mambo ya watu ili ujue kwamba mtu fulani kafanya kitu fulani, mtu fulani anafanya kitu fulani. Ndio kazi yako, yani inakufanya uishi hapa. Hivi wewe mtoto umetumwa na nani? Au nani chawa wako hasa anayekutuma wewe kazi upeleleze mambo ya watu ukampe taarifa, na anakulipa shilingi ngapi mwisho wa mwezi? Mimi sijatumwa. Nimekuja tu nipate uhakika. Hizo ndo taarifa zilizotambaa hapa mtaani. Wengi wanasema yatokeayo huwa yanajirudia. Dada yangu amerudi nyumbani, sababu ni wewe, ili uvae vijola vyake. Njomba, usiolijua sawa sawa na usiku wa kiza. Njomba wangu, labda nikwambie kitu. Mimi sifurahi kuvaa kijora, sifurahi kabisa kuvaa kijora, lakini naepuka radhi ya baba. Baba kaniambia nivae kijora, na nikikivua ananikosea radhi. Isitoshe mpaka nimuone dada yangu ndio navue kijora. Sasa mjomba, mimi nitafanyaje kwenye hilo? Lazima nimsikilize baba. Huyo baba yako alichokitenda sio kizuri. Shaanza kutoa harufu. Ni kweli, ila hapo unapohisi wewe imepungua sana. Nimetumia juhudi kubwa sana hadi kufikia hivyo unavyohisi. Nimepiga mapafyumu kila dakika. Nilikuwa nachoma hudi kila muda. Hapo kidogo napo. Niambie. Huo ni mtihani. Ila mimi hapa nimekuja na wazo. Wazo gani hilo? Wazo langu, nilikuwa nawaza kwa nini tusiende kumfukia. Ni kweli, lakini sasa hilo wazo la kumfukia mbona kama lipo sawa? Kweli tunaweza tukamfukia. Tunamfukiaje? Yaani namaanisha tunatokaje huko ndani? Kuhusu swala la kutoka sasa, inabidi tutoke usiku. Haiwezekani mchana tunatokana tunambeba vipi? Ila kwa usiku inakuwa rahisi kwa sababu watu wengi watakuwa wamepumzika. Kidogo wazo lako linafaa. Unajua sasa hivi kichwa kinazidi kuniuma. Mata kila anaponiona anazungumzia kuhusu mke wake, na mimi nipambane kumsaidia ili tujue anapatikana vipi. Lakini mimi mwenyewe binafsi ndo nimechoma, kwa sababu nilikuwa najua fika kama yana mahusiano na Zako, ila nilishindwa kumwambia. Sasa leo hii akija kujua yupo ndani, hawezi kunielewa hata kidogo. Sasa kama uhakika ulikuwa unautaka, ndio wewe ushaupata. Ulivyosikia ndio hivyo. Ulalo kutuma huyo, kampe taarifa. Alafu kingine, mimi ni kisiki cha mpingo. Singoki, sitikisiki. Ni mweusi juu na nimekauka, lakini chini mizizi mibichi. Dada, nilipokuja hapo sijakuuliza wewe nani, wala sijakuuliza kisiki gani. Sijui umenielewa? Nimekuja hapa nimekuuliza. Nasikia umeachika kisa Daso. Sasa kama ulikuwa hauna haja ya kujua hayo yote, kulikuwa na haja gani ya kunisimamisha na kuniuliza? We mtoto wewe, tuheshimiane. Kama nyumbani kwenu hamna wakubwa kukufunza, mimi nitakufunza. Nipo kwa ajili ya kufunza watu wapumbavu kama nyie. Na siku nyingine usiendelee kuniambia huo upuzi wako. Haya, kama una uwezo huo. Alafu wewe mtoto, kwa huo umri wako saizi ulitakiwa uwe shule. Wewe shule imekushinda, upo mitaani unachunguza mambo ya watu wazima. Au ndo shule imekushinda unaitaka ndoa? Dada ya kuhusu. Nimekusimamisha hapa sijaongelea habari ya shule, bali niliongelea habari ya ndoa. Wewe na mume wako kusikuachana. Aya, nikuuliza habari ya shule imeingiaje hapa? Sio kazi yangu Sasa kama hii sio kazi yangu itakuwa ni kukufunza wewe. Kama hujafundwa nitakufunda, na kama hujachezwa nitakucheza. Nyago wewe.
dadangu mimi anamwaga machozi kwa sababu yenu nyinyi. Leo nilitegemea wewe mjomba utasimama na mama yako ili kumtetea mama yako ili dada yako apatikane. Lakini babako kaja kutoa sisi akili. Mjomba leo unakubali kuvaa kijola mtaani. Unadhairisha nini? Sasa mjomba, sikia nikwambie kitu kimoja. Siwezi kushika mambo mawili kwa wakati mmoja. Naanza na dada, ninafuata la mama. Acha upumbavu wewe mjomba. Lazi inayoshika ni ya mama, sio ya baba. Na mama ni mzito. Nilifikiria utakaa na mama yako ili kujadili kuhusu mdogo wako. Sasa yani umejichomea moto. Nitaenda kumwambia dada. Kama unaona baba yako akamwambia uvai kukijola ili atakosea radhi, lakini radhi ya mama ndio itakuwa mzito zaidi. Nitamwambia kukosea radhi, mpumbavu. Usijitambua. Unaweza ziba ufa ukizani unajenga ukuta, kumbe wabomoka. Laiti ningejua hujayalishotokea, ungewasikiliza watu usingepotea. Kama umekaa umefikiria, umeona wazo la kwenda kumfukia litakuwa sahihi, basi mimi sina pingamizi lolote, ndio maana nilikuwa nakusubiria wewe. I see. Basi sawa. Ila sasa inabidi ujitahidi uwe unapulizia perfume mara kwa mara, ili hata mtu yote akipita hata kwa nje asisikie chochote, kwa sababu akija kusikia chochote taanza mambo mengine. Unaelewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa tufanye kama ulivyoniambia. Mimi naona naweza ikawa jambo zuri sana. Twende tu tukamsiki huko tukamfikia. Sawa, kwa inabidi kaandae kwanza kutunga shimo. Imeisha. Sawa. Kwa hiyo tunaondoka wote nyumbani au unakaa kwanza hapa? Na wewe nenda tu. Mimi nipo hapa naandaa mazingira. Utakapofika huo muda basi kila kitu kiwe kimeshakuwa tayari. Unaogopa dadangu? Dadangu hayupo, kaondoka. Mimi siwazi kuhusu dada yako. Ila tu kutokana hapa si information kama ulishanielekeza. Kwa lazima niandae mazingira yalivyo sahihi. Wewe nenda, baadaye tutasomana. Basi sawa. Bila kuwa na amani, sawa? Mimi niko sawa, kwa sababu ulishaniambia nisitengeneze hofu na yote. Kwa hiyo nitakaza. Kila kitu kitakaa sawa, naandaa mazingira. Sawa. Kuwa na amani. Kwa baadaye. Dada amepatikana? Dada yangu amepatikana. Lakini si nikwambia sasa, baada ya mke wangu kupata ndio kutoa taarifa. Hata mimi pia natambua umuhimu wa mke wangu. Achus. Ukibae. Lakini sisi katika kabisa. Ukibae. Sasa naweza kufanya mambo yako kwanza, unajua? Hii ni ya kike. Jaja kuchekesha, macho, va! Ahoya wewe, ahoya wewe, haya, naitwa Musiti Zedi. We Masero, Sagodi, I want to pass in order to bless my partners. Emana anapata tabu mtaani, wanakosa dhamana, wanaonekana wewe
Sagodi, I want to pass in order to bless my partners. Mana wanapata tabu mtaani, wanakosa zamana, wanaonekana wezi, ila bado nawaza musina toka vipi, mambo yanakuwa magumu kila nkizidi kufosi. Bado nawaza musina toka vipi, mambo yanakuwa magumu kila nkizidi kufosi. Na njia ya elimu mbele imeshapinda, akili na nituma nipite kwenye kuimba. Njia ya elimu mbele imeshapinda, akili na nituma nipite kwenye kuimba. Ila nikizipata siwezi mwacha Msomali, Raino Minoma nayo tamiliki gari. Nikizipata siwezi mwacha Blaza Tiki, maana ndo sapoti kubwa mi kwenye wangu mziki. Nikizipata siwezi mwacha ITB, maana ndo anafanya musiniongeze bidii. Nikizipata siwezi mwacha Blaza Tiki, nitamwamisha Kibiti, nitamjengea Masaki. Sagodi misipendi kuwaona wakiteseka, misipendi kuwaona wakinyanyasika. Sagodi misipendi kuwaona wakiteseka, misipendi kuwaona wakinyanyasika. Sagodi, I want to pass in order to bless my partners. Mana napata tabu mtaani, wanakosa zamana, wanaonekana wezi. Sagodi, I want to pass in order to bless my partners. Mana napata tabu mtaani, wanakosa zamana.